الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجهم واقتفى أثرهم إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، majlisi iliyopita tulikuwa ni wenye kukamilisha al-kabiratu as-sadisa, ala wa hiya uququl walidain. Tulikuwa kukamilisha dhambi kuu la sita ambalo ni kuasi wazazi wawili au kukata haki za wazazi wawili. Walillahi alhamdu wal minna. Tumezipitia nususi min alqur'ani was-sunnati alizoziweka Imam Adh-Dhahabi rahimahullahu ta'ala katika kitabu chake hiki, ambazo hizi dalili zinaonesha madhara na ubaya wa mtoto kuvunja au kukata haki za wazazi wake. Na tumeona makemeo kutoka kwa Mtume sallallahu alayhi wasallam katika hadithi mbalimbali za kukemea suala zima la uquq alwalidain, na kwamba kuasi wazazi wawili kunakuwa bilqawli walfi'li walishara. Inawezekana ikawa kwa kauli, kwa maneno, au kwa vitendo, au kwa ishara, au bitasabbubin, au kwa kumsababishia mzazi wako aweze kutukanwa na kusemwa vibaya. Yote haya yanaingia katika uquq alwalidain. Kwa ni wajibu wetu sisi kama watoto tulazimiane na tushikamane na mafundisho ya hizi dalili tulizozisoma katika mlango huu, zinazotulazimisha kujiepusha na jambo hili la kuasi wazee wetu na kukata haki zao, bali tujitahidi sana huku tukimuomba Allah subhanahu wa ta'ala ayuwaffiqana, atuwafikishe tuweze kuwafanyia wema wazee wetu ahyaan wa muwatan, wanapokuwa hai, kadhalika wanapokuwa washatangulia. Tujitahidi sana kuwatendea wema, wabil khusus wanapokuwa hai. Kila mmoja ajitahidi sana kwa kadri ya uwezo wake wa mwisho kuhakikisha anawafanyia wema wazazi wake, imma kutumia nguvu yake au fikra yake au mali yake na mfano hayo. Ahamu shay, kila mmoja hakikishe yupo karibu sana na wazee wake kwa kuwatendea wema. Lakini hata baada ya kufa kwao tujitahidi sana kuwaombea dua wazee wetu, kuwaombea maghfira, Allah tabaraka wa taala wasamehe madhambi yao na ajalie makaburi yao kuwa ni viwanja katika viwanja vya peponi, na asiyafanye makaburi yao kuwa ni mashimo
katika mashimo ya moto wa jahannam. Kadhalika na kuyafanya mema kwa ajili yao, yani kufanya baadhi ya ibadat na qurubati, ukafanya baadhi ya ibada na ukajalia ya kwamba malipo yake yawafikie wazee wako waliokwisha tangulia. Kadhalika hii ni katika ihsan ilaihima, ni katika kuwatendea wema. Ukatoa sadaka, ukajalia kuwa sadaka hii malipo yake yamfikie baba yangu huko aliko kaburini, inamfikia. Ukatoa zaka, ukajalia malipo yake yamfikie baba yako, yanamfikia. Kadhalika ukafanya umra, ukamfanyia baba yako, ukamfanyia mama yako, malipo yake yanamfikia. Ukajenga msikiti, ukajenga madrasa, ukachimba kisima na nyinginezo katika awqaf alkhairiyya, ukajalia ujira wake na malipo yake yamfikie baba yako au mama yako, yanamfikia biidhnillahi tabaraka wa taala, watanfa'uhu, na khairi hiyo inakuwa ni yenye kumnufaisha. Na hizi ni khairi ambazo natakikana watu kuzikimbilia, bil khusus wale ambao wamejaliwa kuwa na mali. Allah tabaraka wa taala amewafungulia katika khairi hizi, ndio khairi zenyewe. Inatakiwa watu wazikimbilie kwa ajili ya wazee wao, kuwafanyia wazee wao ambao wamekwisha tangulia. Kadhalika hata kama bado wako hai, si vibaya ukajenga msikiti au madrasa au nyumba, ukasema hii ni wakfu kwa ajili ya madrasa, wakfu kwa ajili ya masuala ya dini, na malipo yake hii nimeifanya kwa ajili ya mzazi wangu, baba yangu au mama yangu. Ujira wake utakuwa ni wenye kumfikia kwa muda ambao yuko hai na hata atakapokufa. Walakinna akthara an-nasi ghafilun, lakini wengi katika watu ni wenye kughafilika. Wanafanya mambo makubwa ya kidunia, wanashindana kufanya mambo makubwa ya kidunia, ya kistarehe, mambo ya starehe za kidunia, lakini wanasahau kufanya mambo makubwa kwa ajili ya akhira yao, kwa ajili ya akhira yao wao wenyewe. Kadhalika wanashindwa kuwaandalia maandalizi bora wazee wao kwa ajili ya akhira yao. Wa na'udhu billahi min su'il hal. طيب, leo tutakuwa na al-kabiratu as-sabi'a, dhambi kuu la 7, ambalo ni aklu riba, kula riba. Kabla hatujafungua mlango huu, kuna mwenye swali katika majlis iliyopita, kabla hatujaanza darasa ya leo, ambayo ni darasa pia muhimu, inawagusa karibu watu wote, inatugusa karibu watu wote, ambayo ni mada ya kula riba. Kula riba, wanaosalimika na dhambi hili ni wachache, na tumuombe Allah tujalie katika hao. Naam, كيف الخالة ni katika darasa lililopita, hadithi ya ngapi? La, hadithi imekuja kutaja mama mdogo au mama mkubwa. Al-khalatu bimanzilati al-ummi, kwamba
dada yake mama yako anachukua nafasi ya mama, bil khusus anapokuwa mama amefariki. Mama anapokuwa amefariki, kwa maana uangalizi wa mtoto unakuwa chini ya mdogo wake au dada yake. Uangalizi uliokuwa mzuri na uangalizi wa mtoto uliokuwa mkubwa unahamia kwa mama mdogo au mama mkubwa. Hii ndio maana bimanzilati al-umm. Ama maneno yanayosema kwamba mjomba ni mama, ndio mjomba ni mama, maana mara aitu hadi sijaona hadithi hiyo inayoeleza kwamba mjomba ni mama. Na je, mjomba anaingia katika hii? La, wallahu aalam, sijui kama mjomba anaingia katika hadithi hii tayari, kwa sababu mjomba ni upande wa mama. Lakini je, anaingia katika hadithi hii? Hadithi kwa lafdhi yake na mafuhumu yake anakusudiwa khalo yako, yani mama yako mdogo au mama yako mkubwa. sawa sawa, wallahu aalam. Naam, كيف soma Qur'ani anauliza katika yale ambayo tumesema unaweza kuyafanya katika qurbati wal ibadati almutanawwi'a, ukajalia thawabu zake zimfikie mzazi ambaye amekwisha tangulia. Je, unaweza ukasoma Qur'ani ukajalia kuwa thawabu zake zimfikie mzazi tayari? Naam, kauli hii ipo kauli katika aqwali za wanachuoni fuqaha wakieleza hivyo kwamba mtu anaweza akasoma Qur'ani akajalia thawabu zake zimfikie mzazi wake. sawa sawa, ipo kauli hiyo ya ulama. Na kauli nyingine wanasema yafaa kumfanyia mzazi yale ambayo yamethibiti katika hadithi za Mtume sallallahu alayhi wasallam, inafaa kumfanyia kama vile dua, kadhalika sadaqa, kadhalika umra. tayari haya yote zimekuja adilla. Ama zile ambazo haijaja adilla haitakikani mtu kufanya. Mfano wake kusoma Qur'ani na kujalia thawabu zake zimfikie mzazi, ma thabata hadha. Wanasema hii haijathibiti kwa Mtume sallallahu alayhi wasallam, haijathibiti kwa Mtume alayhi salam akifanya hivyo, kwa sababu naye alifiliwa. sawa, alifiliwa Mtume alayhi salam. Je, aliwahi kusoma Qur'ani akajalia malipo ya Qur'ani yamfikie marehemu wake, maiti wake? La. sawa. Na katika maulama hawa waliokwenda na kauli hii pia kiwemo Imam Shafi'i rahmatullahi ta'ala alayhi, katika madhhabu yake anakataa jambo hili la kujalia Qur'ani kuwa na kusoma Qur'ani na kujalia thawabu zake zimfikie maiti. sawa. Na kwa mujibu wa dalili za pande hizi mbili, yani kauli hizi mbili za ulama, kauli yenye nguvu ni kauli ya pili, kwamba katika upande wa Qur'ani haikuja dalili yenye kuruhusu jambo hilo, yani kusoma Qur'ani na kujalia kwamba thawabu zake zimfikie mzazi au maiti wako, haijaja hiyo. Kwa maana Imam Shafi rahimahullahu ta'ala akasema lau kana khairan la sabaquna ilayhi, kwamba lau kama hilo jambo lingekuwa lina khairi masahaba wangetutangulia kulifanya radiyallahu ta'ala anhum, na haijathibiti kwa masahaba kwamba walifanya hivyo. Ama mambo mengine yaliyothibiti ziko wazi hadithi. sawa sawa, wallahu aalam. Kwa hivyo kishakuwa katika hali kama hii ni vyema mtu kufanya yale ambayo yaliyothibiti.
ni vyema mtu kufanya yale ambayo yaliyothibiti zaidi na kujiepusha na yale ambayo hayajathibiti. Tuko pamoja? Wallahu ta'ala a'lam. Hapa ndo inaingia jambo la khitima. Nimelijibu lakini sijataja kwamba khitima, lakini hapa inakusudiwa khitima. Watu wanasoma Qur'ani, wanakusanyika, wanasoma Qur'ani yote au wanasoma baadhi ya juzuu na kujalia thawabu zake ziwafikie maiti. Sawa? Naam. Wanaofanya hivi kauli ipo, lakini je, kauli hii ina mashiko? Sawa sawa. Hapo ndio pa kuzingatia. Wallahu ta'ala a'lam. Naam. 61 athari ya Ka'b al-Ahbari anasema, walladhi nafsi biyadihi inna Allaha la yuajjalu haina al-abdi, hakika Allah mtukufu ni mwenye kuharakisha umauti wa mja, ni mwenye kuharakisha kifo cha mja wake, idha kana aqan liwalidayhi, atakapokuwa ni mwenye kuwaasi wazazi wake wawili, kwamba Allah tabaraka wa taala ni mwenye kuharakisha kifo cha mja wake pale atakapokuwa mja huyo ni mwenye kuwaasi wazazi wawili. Liyuajjila lahu al'adhaba, ili apate kumharakishia mja huyo adhabu. Liyuajjila lahu al'adhaba, Allah anamharakishia kifo ili amharakishie adhabu kaburini, ili aenda kukutane na adhabu kaburini kwa kitendo cha yeye kuwaasi wazazi wake. Wa inna Allaha la yuzidu fi umri al-abdi, na kwa hakika Allah tabaraka wa taala ni mwenye kuzidisha katika umri wa mja wake, yani kumzidishia umri wake, kumzidishia umri wa kuishi, idha kana barran biwalidayhi, atakapokuwa ni mwenye kuwatii na kuwatendea wema wazazi wake wawili. Lengo liyazida birran wa khairan, ili azidishe wema na khairi, ili azidishe wema na khairi, kwa maana ili azidi kuwatendea wema wazazi wawili, kadhalika na azidi kufanya mengineyo yaliyokuwa mema yatakayo msaidia yeye baada ya kufa kwake. Na hizi pia ni katika Israiliyati kama tulivyoeleza katika darsa iliyopita. Wallahu a'lam. Tuko pamoja sheikh? Tayeb.